الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين. وتكفوا wasikilizaji na watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru tena Allah subhanahu wa ta'ala kutukutanisha katika halaka hii ambayo tunaendelea kukumbushana na kuelezea mazuri yaliyomo ndani ya dini yetu ya Kiislamu. Katika ukumbusho wa leo au darsa ya leo kwenye halaka hii, napenda kuzungumzia tukio ambalo liliwahi kutokea nyuma kidogo. Ilikuwa ni baina ya mwaka 2006 kuingia 2007 au zaidi hapo kidogo. Tukio ambalo lilitokea pale Iraq lakini liliishia Marekani, na tukio lenyewe lilihusu wanajeshi wa Amerika waliokuwa wameuawa katika vile vita vilivyokuwa vinaendelea Iraq kipindi hicho. Kama tunafahamu, jeshi la Amerika lilikwenda kuvamia Iraq mwaka 2003 mpaka mwaka 2014-15 hapo nilipotoka. Kwa hivyo nazungumzia tukio la mwaka 2006, 2007 mpaka 2008, tukio ambalo lilianzia pale na likaishia Marekani kwenyewe. Tukio lenyewe lilihusu wanajeshi wa Amerika waliokuwa wameuawa vitani pale Iraq, na kwa kipindi hicho ilikuwa idadi ya waliouawa imefika askari 4,000. Na serikali ya Amerika kupitia wizara yake ya ulinzi, yani almaarufu Pentagon, iliyokuwa ikiongozwa wakati huo na waziri Donald Rumsfeld. Waziri huyu kwa mujibu wa sheria za nchi yake waliamua kulipa ridhaa ama fidia kwa kila askari aliyeuawa pale Iraq. Pesa ambazo walikuwa wanalipwa ilikuwa ni pesa nyingi, si kidogo. Ilikuwa inafika dola za Kimarekani 500,000 kwa kila askari aliyeuawa. Sasa wakati wa kwenda kupokea cheki kwa wale maskari wanaolipwa fidia hizo ni maskari ambao tayari wameshauawa, swali likaibuka, nani ambaye angestahili kupokea cheki kama hizo? Askari 4,000, kila askari analipwa dola 500,000, yani nusu milioni. Ni pesa nyingi sana hizo. Kwa mujibu wa sheria za nchi hiyo, anayekufa mali yake inarithiwa na mwenzake, wanavuita wao spouse, yani mwenzake, mwenza. Kwa hivyo kama ni mume basi ni mke ndiye anayerithi, na kama ni mke mume ndiye anayerithi. Lakini katika kuelezea pia hilo swala la mume ni yupi mke ni yupi, hakuna udhibiti. Kwa lugha nyingine, hata yule mtu mwanamke wake kwa wao wanaita girlfriend pia inatosha hiyo. Sasa ikatokea kwamba wengi katika wale maskari, kwa aghlabu ya maskari ni vijana wadogo wenye umri wa takriban miaka 21, 22 mpaka 25, 26 hapo. Basi wengi wao walikuwa bado hawajaoa, yani kwa maana ya ndoa, lakini wana marafiki zao wenzao au magirlfriend wao. Sasa kilichojitokeza kule Marekani, wakati cheki zinatolewa, ikawa wanaokwenda kupokea cheki hizo ndio hao magirlfriend. Ni wachache katika maskari waliokuwa wameoa na wake zao ndio wakawa wanakwenda kuchukua cheki kama hizo. Kwa kule ni kitu cha kawaida, ni sehemu ya sheria na imezoeleka na ndivyo inavyofanyika. Lakini kwa wakati huu, wakati cheki hizi zilipokuwa zinatolewa, jambo halikuwa kawaida na hali haikuwa shwari. Kwani wazazi, kwa maana mama na baba wa wale maaskari, nao waliamini kwamba wana haki wao kupata chochote katika kile ambacho kimekusudiwa kwa watoto wao. Na wakahoja kwamba sisi kama wazazi, mama na baba, ambao ndio tuliomzaa mtoto huyu, tukamlea mtoto huyu, tukamsomesha mtoto huyu, tukamtizamia maslahi yake yote ya ukuaji wake, tulimpeleka shuleni, tulimnunulia dawa, tulikesha naye alipokuwa mgonjwa,
Yani alhasil tukamfanyia kila anayofanyiwa mtoto kutoka kwa wazazi wake, jambo la kawaida kabisa kwa kila mzazi. Leo iweje hoja ya wazazi kwa hapa? Iweje leo mtoto wetu amekufa na analipwa fidia hizi na serikali, lakini pesa hizi zikawa zitakwenda kwa msichana ambaye hata hatumjui ni nani, anaitwa tu girlfriend. Wamekutana huko labda miezi 3-4 kabla hajakwenda vitani. Sasa imekuwa yeye ndiye mwenye kupokea cheki hiyo na pesa hizo, wakati sisi wazazi tukawa hatuna kitu. Kwa hiyo hii ikawa ndio hoja ya wazazi, na ukitazama ni hoja ya msingi ambayo ina mantiki ndani yake na ina haki vile vile. Lakini kwa mujibu wa sheria za Marekani haiwaoni wazazi kwamba wana haki ya kurithi isipokuwa spouse ambaye anakuja ni mke, na kama si mke anakuja ni girlfriend au ni boyfriend na mfano vitu kama hivi. Kwa hivyo wazazi kama hawa ambao ni wengi sana, tunazungumzia askari 4,000, walijipanga kwa ajili ya kutaka kufuatilia haki yao kama wazazi. Kwa hivyo wazazi wa askari 4,000, jambo la kwanza walilofanya, walikimbilia mahakamani na kuitaka mahakama izuie kwanza hizo cheki zisitolewe, na pia walitaka mahakama itoe amri ama hukumu kwamba na wao wazazi vile vile wana haki ya kupata katika hizo pesa ambazo ni fidia ya watoto wao waliouawa vitani. Kwa hivyo mahakama ikasitisha utoaji wa cheki ili ipate kufuatilia ukweli wa mambo na uhalisia wake. Kesi kaendelea pale mahakamani, na baada ya mapitio kadhaa ikatoka hukumu. Mahakama ilikuwepo pale Washington ya kwamba Wizara ya Ulinzi, yani Pentagon, katika zoezi lake hili wanalolifanya la kutoa cheki na kuwapata cheki spouse, kwa maana mke au girlfriend, hukumu ya mahakama ikasema kwamba Pentagon iko ndani ya sheria wala haijavunja sheria ya nchi yoyote. Kwa maana hiyo kile walichokusudia kukifanya wanaruhusiwa kuendelea nacho kwa mujibu wa sheria za nchi. Jambo kama hili liliwakera zaidi wazazi, na wakaona kwamba bado hawajapatiwa haki yao na hawakuridhika na maamuzi ya mahakama. Ndipo walipoamua kukata rufaa na kupeleka kesi yao katika mahakama kuu ya nchi hiyo, yani United States Supreme Court. Na walipopeleka kesi yao walitafuta sasa mawakili mahodari waliobobea kwenye kazi yao, mawakili ambao wana jina kubwa sana katika nchi kama hiyo. Kesi ilikuwa si kesi ndogo. Sasa kesi ilipofika katika mahakama kuu ya Amerika, habari zilianza kutoka wakati huo, na media networks, kwa maana vyombo vya habari mbalimbali kule Marekani, vyombo vikubwa, vikawa sasa vinafuatilia mwendelezo wa kesi kama hii ambayo iko mahakama kuu, kesi ambayo wazazi wanadai kwa nini wao wasipate mgao katika pesa zinazotolewa na Wizara ya Ulinzi, yani Pentagon, kulipa fidia kwa watoto wao waliouawa pale vitani. Wakati kesi inaendelea na uwasilishaji wa hoja kutoka kwa mawakili wa wazazi, mmoja katika mawakili hawa katika kipindi hicho aliwahi kufika katika kituo cha Kiislamu pale Marekani, yani Washington DC, mji mkuu wa Amerika, na alikwenda katika kituo kinachoitwa Islamic Center of Washington DC kilichopo pale Marekani, yani Washington, na akakutana na imamu wa msikiti huo au mkuu wa center hiyo. Ikaja katika mazungumzo yao suala la wazazi kupata pesa ambayo ni urathi wa watoto wao. Imamu wa msikiti akamfahamisha wakili kama yule utaratibu mzima unaotumika katika ugawi ama ugawaji wa mirathi kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Na baada ya kumfahamisha, yule wakili alihisi kwamba amepata taaluma moja kubwa sana, na amepata taarifa ambazo hakuwa akizifahamu ama hakuwa akizijua, lakini kubwa juu ya yote hayo
alihisi kwamba hizi taarifa alizopata leo za namna ya kugawa mirathi kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu ndicho kinachofaa kutumika katika kuhifadhi na kulinda haki ya wazazi kama hawa. Kwa hivyo akataka maelezo ya ziada wakili kama huyu, na kwa ufupi akaisoma sheria ya mirathi mwanzo mpaka mwisho. Alipomaliza rudi zake mahakamani, ikawa ni siku ya kuwasilisha hoja. Akasimama wakili kama huyu mbele ya jaji mkuu katika mahakama kuu ya Amerika na kusema kwa ibara ifuatayo ambayo napenda kuinukuu kwa lugha ya Kizungu. Alisema wakili huyu, "There is an elaborate system out there that caters for the rights of each legal heir of the deceased." Kwa maana kunapatikana mfumo fulani huko nje, yani nje ya mahakama, akikusudia nje ya mahakama yani nidhamu ya Kiislamu, mfumo ambao umeweka wazi na bayana haki ya kila mtu, kila mrithi katika mfiwa wake, kitu ambacho kilishtua jaji mkuu, na hapo hapo aliakhirisha kikao na kusema kwamba kikao kitaendelea siku itakayotangazwa. Lakini jaji huyu aliwaita wale mawakili ama jopo la mawakili na kutaka kukutana nao kikao cha faragha. Kwa hivyo jaji alitaka kujua kutoka kwa mawasilishaji ya yule wakili, huo mfumo unaosema wewe ambao uko nje ni mfumo gani na uko vipi? Yule wakili akamfahamisha jaji mfumo wenyewe, kwa maana anamfahamisha sheria ya Kiislamu ya mirathi. Jaji alivutiwa mno sana na kutaka kujua zaidi na undani na kina cha mfumo kama huu. Wakamwalika imam na mkuu wa kituo kile cha Islamic Center pale Washington ili aje akutane na jaji. Katika kikao chao, jaji alitaka kujua kutoka kwa imam nini hasa hiki kinachoitwa sheria ya mirathi katika Uislamu. Na imamu kamfahamisha jaji huyu kama alivyomfahamisha wakili kabla ya hapo, na jaji naye vile vile alivutiwa na akaona kwamba ni taarifa kubwa sana hii na ni yenye kuiokoa nchi katika janga ambalo hivi sasa ilikuwa Marekani wakati ule inaelekea kupasuka pande mbili, kwa sababu upande wa wazazi walikuwa wameamua kwamba ni lazima wapate haki yao, lakini upande wa sheria za Marekani zilikuwa zinaonyesha wazi kwamba wao wazazi hawana kitu, na raia walikuwa wamegawika sehemu mbili. Kuna raia walikuwa wakiona kwamba ni kweli kabisa wazazi ni lazima wawe na haki yao, wapate kitu. Raia wengine wakaona hapana, ni lazima tuheshimu sheria ya nchi yetu. Kwa hivyo nchi ilikuwa imeshaonyesha sura za mgawanyiko mkubwa sana na mpasuko, kitu ambacho kingekwenda kikafika pabaya na pengine kingekuwa imegawa ile nchi katika sehemu mbili au kwenye mapande mawili. Pengine nchi ingekuwa imekwenda kusambaratika kwa sababu ya kadhia kama hii ambayo pengine ingekuwa haikupatiwa ufumbuzi wake mzuri. Jaji kama huyu baada ya kupata ufafanuzi alioridhika nao kabisa, alichukua maamuzi moja kwa moja na kutaka mashirikiano yake yeye na mawakili pamoja na imam wa kituo cha Kiislamu pale Washington DC watengeneze mfumo wa kuwapatia wazazi kile ambacho wanastahili kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Na jaji akataka kuandaliwe waraka maalum wa kila askari ambaye kuna cheki yake itakayoandikwa na Wizara ya Ulinzi, yani Pentagon. Kwa hivyo waraka kama ule, juu pale pataandikwa jina la askari aliyekufa na maelezo yake ya askari, pengine labda umri wake na watu wake alionao na nini. Kisha katika namna ya kugawa pataandikwa pale kwamba mtoto kama huyu, yani kijana kama huyu aliyekufa, yani huyu askari ana mamake, pakaandikwa anachopata kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu inavyosema kuhusu mama na fungu la mama.
ikaandikwa pale kwamba mama atapata kiwango fulani kwa zile pesa ambazo Wizara ya Ulinzi ilikuwa inatoa, kwa maana dola 500. Kwa hivyo walipiga percentage ya fungu la mama ambalo ni thuluth au ni sudus kulingana na mazingira ili ikidhi ile mahitajio ya sheria ya mirathi ya Kiislamu. Hali kadhalika baba naye kaekewa fungu lake, kapigwa percentage ya zile dola 500, na mke wa huyo askari vile vile akapewa fungu lake. Kama unaofahamu, mke ima anakula robo ya mirathi ama anakula thumun kulingana na mazingira kwamba kuna mtoto ama hakuna mtoto. Na iwapo kuna wengine ambao ni warithi vile vile wakawa wanaorodheshwa. Kwa maana hiyo jaji alikuwa na karatasi sasa, ambayo ile karatasi ina taarifa kamili ya askari aliyeuawa na details zake na watu wake ambao ni warithi, na kila moja ikawekwa kiwango fulani atapata kadhaa na fulani atapata kadhaa, paka na huyu mke ama huyu girlfriend vile vile hapa hakuweza kutofautisha baina mke na girlfriend. Na mwisho wa siku kwenye ile karatasi panawekwa hukumu ya mahakama iliyotolewa wakati huo. Sasa ilipofika siku ya kutolewa uamuzi, kwa maana hukumu inatolewa, jaji tayari huko akiwa ameshapanga namna atakavyoendesha ile kesi, nyaraka zimeshaandaliwa, nyaraka 4000 za kila askari, waraka wake, akawa anasoma waraka mmoja baada mwingine, anasoma jina la askari na anasema kwamba askari huyu watu watakaopewa katika cheki yake hiyo anawataja pale, fulani anapata kadhaa na fulani anapata kadhaa, anataja mpaka na mke ama na girlfriend wa askari kama huyo, lakini bila ya kuacha wazazi. Lakini jaji huyu hakuna sehemu yote katika maamuzi yake haya au hukumu yake hii aliyotoa ameashiria au amesema kwamba haya maamuzi yametokana na sheria au mfumo wa mirathi wa Kiislamu, bali alikuwa anatumia lugha za kimahakama ya kwamba hii ni hukumu imetolewa kwamba fulani anapata kama alivyoelezea pale, anapiga kirungu chake pale, kwa maana hukumu imeshatolewa. Basi akafanya hivyo kwa nyaraka zote mpaka kesi ikaisha, nyaraka zote zikaisha na watu wakaipokea hukumu kama ile, na wamekubali na wakameridhika. Wazazi wote waliridhika kabisa na hukumu kama hiyo iliyotolewa, na hata wale wake na magalfini pia wakaona kwamba kuna uadilifu fulani uliofanyika, kwa sababu pia waliona kwamba ingekuwa too much, yani wanachukua pesa zote alafu wanamwacha mama na baba wa yule askari. Wakahisi kwamba kuna haki na uadilifu fulani ambao hapo umefanyika. Na hii ni kuonyesha kwamba sheria ya Kiislamu ni sheria inayozingatia haki na uadilifu, na hasa sheria ya mirathi. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala katika masala ya mirathi ameelezea kila mmoja kitu anachokipata, kwa maana kiwango anachokipata katika mali ya mrithi wake au mfiwa wake. Na lao tutarudi katika surat An-Nisa, sura ya 4 katika Qur'ani, aya ya 11, aya ya 12 na aya ya 117. Hizi ni aya 3 tu, lakini aya hizi 3 zimebeba maelezo kamili bainifu ya wastahiki wa kurithi wote katika kumrithi mfiwa wao au mrithiwa wao. Ni sheria ambayo imejieleza vizuri kabisa, na ni sheria ya haki na ya uadilifu iliyotoka kwenye wingu wa 7 wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mtu aliyeachwa na hakuna manunguniko, na kila mmoja anaridhika kabisa na ugavi na utaratibu wa sheria ya mirathi. Na kwa kutumia sheria kama hii, jaji kama huyu aliweza kuiokoa nchi yake ambayo ilikuwa inakwenda kupasuka mapande mawili mwaka 2007, lakini kwa kutumia sheria kama hii akafanikiwa kuiokoa nchi yake na kurudisha hadhi kwa jamii, na vyombo vya habari vilikuwa vinafuatilia navyo pia vikavuta pumzi na kuona kwamba pamefika maamuzi ambayo sasa watu pande zote mbili wameridhika, kwa maana upande wa wazazi lakini pia upande wa mke ama huyo wanamuita wao girlfriend, nao pia wakawa ni wenye kuridhika. Subhanallah. Hii inaonyesha kwamba sheria ya Kiislamu sio tu sheria ya mirathi,
Lakini sheria ya Kiislamu yote katika nyanja zake zote ni sheria yenye kuzingatia haki na uadilifu, na ni sheria ambayo ina uwezo wa kuokoa binadamu leo katika hali ambayo ni mbaya sana sana sana, na kila siku wanazidi kwenda kutumbukia katika majanga mbalimbali, na kinachookoa ni hii sheria ya Kiislamu. Hata majanga ya kiuchumi tulionayo yanaokolewa na sheria ya Kiislamu. Tumeona siku chache zilizopita ilipotolewa sheria palipozungumziwa kwamba kutakuwa na uchumi wa bila riba, yani zero interest. Hii ni sheria ya Kiislamu, lakini kumbe ndio matakwa ya binadamu wote duniani, hasa walio wanyonge, wanataka uchumi wa bila ya riba, kwa sababu riba inaua, riba inaumiza, riba inaangamiza. Na hii ndio sheria ya Kiislamu ya kulinda haki za wanyonge kila mahali duniani. Na sio tu hapo peke yake, mifano iko mingi sana, lakini kwa leo napenda niishie hapa. Inshallah katika vikao vitakaofuata tutazungumzia mifano mingine au kadhia nyingine mbalimbali zinazoonyesha uzuri na ubora wa sheria ya Kiislamu. Ni wachache sana wanaoona ama wanachukulia sheria ya Kiislamu kwamba ni sheria kandamizi, ni sheria iliyopitiwa na wakati, sheria ya zamani, sheria ambayo haifai kwa wakati wa sasa. Haya ni maoni ya baadhi ya watu wachache sana, na wengi kwa sababu watu kama hawa utakuta ni watu ambao wamekuwa brainwashed, yani wamekuwa wamelishwa ama wamerambishwa fikra na kasumba chafu kutoka huko walikozipata fikra kama hizo. Lakini lao watakaa chini kidogo, wasome, wafahamu, watajua kwamba sheria za Kiislamu ni sheria kombozi, wala sio sheria kandamizi katika nyanja zote za maisha. Kwa hivyo ni ombi langu na wito wangu kwa wanaosikiliza na wanaotazama mawaidha kama haya, wawe ni Waislamu ama wawe sio Waislamu, wayachukue na waende yatathmini, wakaangalie kwamba ikiwa sheria ile ya mirathi imeweza kuiokoa nchi nzima ya Marekani wakati ule, basi sheria kama ile inaweza kuokoa na nchi nyingine mbalimbali. Lakini sio tu sheria ile, bali na sheria nyingine mbalimbali za Kiislamu zinaweza zikaokoa katika majanga ambayo sisi leo yanatukabili katika nchi zetu. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.